FIFA imesisitiza kuwa haina mpango wa kuuza soka licha ya kukosolewa kutokana na pendekezo la kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara inayojulikana kama FIFA Forward Enterprise FFE, ambayo itaruhusu wawekezaji binafsi kununua hisa za biashara zinazohusiana na kombe la dunia. Hata hivyo, FIFA imeweka wazi kuwa haitaondoa mpango huo. Badala yake, itaendelea na mashauriano ili vyama vyake na wanachama viweze kutoa maoni kabla ya uamuzi wa mwisho kufanyika. Mgogoro huo ulianza baada ya taarifa kuhusu mpango huo kuchapishwa mitandaoni. Baada ya taarifa hizo, UEFA ilijibu kwa hasira. Ndani ya saa 48, vyama vyake vyote 55 vikakubaliana kupinga mpango huo. UEFA imeonya kuwa hakuna timu yoyote ya taifa kutoka Ulaya itakayoshiriki mashindano ya FIFA iwapo mpango huo hautafutwa kabisa. Kwa upande wake, CONCACAF inayowakilisha mataifa 41 ya Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na Caribbean pia imeutangaza mpango huo kuwa haukubaliki. Katika taarifa yake, FIFA imesema inalenga kuwapa wanachama wake nafasi ya kunufaika zaidi na biashara ya soka katika nchi zao bila kuathiri misingi ya mchezo huo. FIFA pia imesema taarifa zilizoripotiwa awali na baadhi ya vyombo vya habari zilivuruga mchakato wa mashauriano, na ndiyo maana imeamua kuendelea na majadiliano ili kila mwanachama apate nafasi ya kufanya uamuzi kwa kuzingatia ukweli. Licha ya kauli hiyo, upinzani umeendelea kuongezeka. Ligi mbalimbali duniani zinahofu kuwa ikiwa wawekezaji binafsi wataingia katika biashara ya kombe la dunia, FIFA inaweza kuanzisha mashindano mengi zaidi ili kuongeza mapato, jambo litakaloongeza mzigo kwa wachezaji na kuvuruga kalenda za ligi za ndani. Mpango huo unaungwa mkono na rais wa FIFA Gianni Infantino, huku kundi la wawekezaji linaloongozwa na Thrive Eternal likisubiri kupata hisa ndogo katika kampuni hiyo mpya endapo mpango huo utaidhinishwa. Kwa sasa mvutano kati ya FIFA na UEFA unaendelea kushika kasi, huku dunia ya soka ikisubiri kuona kama FIFA itabadilisha msimamo wake au itaendelea kusukuma mbele mpango wake licha ya upinzani mkubwa kutoka kwa mashirikisho yenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Hii ni ITV Sports, mimi ni Gladness Joseph.